Miaka mitatu iliyopita, Mheshimiwa Rais akiwa katika ziara, ninyi wananchi wa mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara mlipeleka kilio kwake cha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha chumvi ili kupata uhakika wa soko wa chumvi ghafi ambao kuna wakati changamoto ilikuwa kubwa sana. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa aliyekuwa waziri wa madini wakati huo na shirika la madini la taifa juu ya ujenzi wa kiwanda. Mheshimiwa Rais alielekeza kiwanda hichi kijengwe ili kutatua changamoto ya wakulima wa chumvi katika nchi yetu ya Tanzania na hasa katika mikoa ya kusini. Leo nasimama hapa kwa furaha kubwa ya kwamba yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya ujenzi wa kiwanda hichi yamekamilika na sasa wakulima wa chumvi watauza chumvi ghafi yao hapa kiwandani, itasafishwa hapa na itakuwa ni utatuzi wa kwanza mkubwa wa changamoto ya soko la chumvi ghafi. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya siku ya leo. Lakini kazi hii imechochewa sana na wenzetu, chama chetu cha TASPA chini ya mwenyekiti wetu Jemedari Mama Hawa Ghasia ambaye anaongoza kundi kubwa. Kama alivyosema yeye mwenyewe, miaka kadhaa iliyopita TASPA, serikali na wadau wakikutana ilikuwa ni mvutano tu. Leo tunazungumza lugha moja. Mwenyekiti, nataka nikushukuru sana wewe na timu yako nzima, mmefanya kazi kubwa, mmesaidia sana mpaka hapa tulipofika siku ya leo, na nataka niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutatua changamoto nyingi ambazo zinawakabili na hasa kuhakikisha kwamba mnazalisha kwa wingi ili viwanda vyetu viweze kupata malighafi za kutosha. Na kama alivyosema makamu wa rais wa FEMATA, nazifahamu changamoto zenu. Mwenyekiti, tulikaa mimi na wewe na wadau wako pale Dodoma, mliziorodhesha changamoto zenu. Serikali itahakikisha inakwenda kutatua changamoto za uzalishaji wa chumvi hapa nchini ili tuongeze tija kwenye uzalishaji wa chumvi na kuongeza uzalishaji mkubwa. Tunataka Watanzania waitumie chumvi ya kwao ya Tanzania badala ya kutegemea chumvi kuagizwa kutoka nje ya nchi. Lazima serikali ihakikishe inawasaidia wazalishaji wa ndani kutatua changamoto zao za msingi na hasa miundombinu ya barabara, nishati ya umeme na upatikanaji wa mitaji ili wawe washindani, wazalishe kwa wingi. Ni aibu kubwa sana kwa nchi kama Tanzania iliyojaliwa rasilimali ya kutosha hasa ya chumvi kutegemea chumvi kutoka nje ya nchi. Lazima tuwajengee uwezo wa Tanzania wetu, lazima tuwawezeshe wazalishe kwa tija ili Mtanzania atumie chumvi kutoka Tanzania. Nafahamu iko changamoto moja kubwa ya chumvi nyingi kutoka nchi za jirani, na mmeshawasilisha kwangu, na mimi na Wizara ya Viwanda na Biashara tutaangalia namna bora ya kuweza kuwalinda wazalishaji wa ndani ili muweze kuzalisha kwa wingi na muweze kuuza kwa ushindani. Hii itachochea sana ukuaji wa sekta ndogo hii ya uzalishaji wa chumvi. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.